Haleluya. Haleluya. Amen. Basi andika kichwa cha somo. Chagua kiu yako iwe kwa Mungu. Chagua kiu yako iwe kwa Mungu tu. Fungua nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 42 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Kama ayala aonavyo shauku mito ya maji, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitapokuja nionekane mbele za Mungu? Zaburi ya 42 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi wa pili inaielezea ni kwa namna gani Mungu anatamani kuwa na shauku. Sisi tuwe na shauku naye kwa namna gani? Amen. Na hapa akatolewa mfano ayala. Ni wangapi tunamfahamu ayala? Tunaposema ayala tunaelewa maana yake. Maana yake ni hii ni lugha ya picha ambayo mzaburi alitaka tuielewe kwa undani na kwa ukubwa shauku ama kiu ya Mungu ambayo yeye anatamani sisi tuwe nayo kwake. Amen. Ayala ni mnyama. Ayala ni mnyama. Mnyama huyu anapenda sana kukaa sehemu za baridi na sehemu ambazo panapatikana maji sana. Amen. Na huyu mnyama hawezi ishi pasipo maji, kwa sababu ni mnyama ambaye muda wote au mara nyingi ni mnyama ambaye anapata kiu mara kwa mara. Amen. Kwa maisha yake huyu mnyama hutafuta mazingira au maeneo ambayo yana baridi ama maeneo ambayo yamezingirwa maji ili yawe yanamsaidia kwa ajili ya maisha yake. Amen. Ayala ni mnyama fulani hivi ambaye kuna mnyama fulani hivi ana mapembe hivi. Ana mapembe afu kama ana partition za mapembe kama kuni hivi. Kwa Kiingereza anaitwa deer. Tunamfahamu yule ndo ayala. Amen. Amen. Kwa hiyo ni mnyama ambaye maisha yake ili ya survive anahitaji maji. Amen. Na mzaburi akatupa mfano kwa lugha ya picha kwa kuona ni kwa namna gani ambavyo sisi tunatakiwa kuwa na shauku ya Mungu kama vile ambavyo ayala alivyokuwa na shauku ya maji. Amen. Kila mwanadamu amezaliwa na kiu ndani yake. Inaweza ikawa kiu ya mafanikio, kiu ya kuongezeka, kiu ya mambo mazuri. Yaani kila mtu ana kiu. Nikisema nimsimamishe mtu yoyote hapa na kumuuliza nini haja moyo wako, ambayo ndio kiu yenyewe, kila mtu atakuwa anawaza kitu chake ambacho ndio kiu yake. Amen. Na huenda kuna wengine tuko mahali hapa ili Mungu tu atimize haja ama kiu za mioyo yetu, na baada ya hapo tukishavipata tunaondoka. Amen. Lakini kila mwanadamu ana kiu ya kitu chake. Kila mwanadamu amezaliwa kuwa na kiu ya kitu chake. Amen. Na ndio maana tunafanya kazi, tunapambana ili tuweze kuzitimiza zile kiu ambazo tupo nazo ndani yetu. Amen. Lakini katika hali hizo tunazopambana katika hali ya kimwili si kitu. Amen. Kuna watu hapa tuna miaka zaidi ya 30 kwenda 40, lakini tumekuwa tukipambana tutimize hizo kiu zetu, lakini mpaka sasa hatujafanikiwa. Amen. Tunajiuliza shida iko wapi? Amen. Tatizo ni nini?
mbona mimi ninafanya kazi kama watu wengine, mbona mimi ninajishughulisha kama watu wengine. Lakini je, kiu yako umeiweka sehemu gani? Haleluya. Tunakutana na ile story ya mwanamke Msamaria katika kile kitabu cha Yohana sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 13 mpaka wa 14. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu. Narudia. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Haleluya. Hapa ni story ya yule mwanamke Msamaria ambapo alikutana na Yesu katika kile kisima alipokuwa akichota maji. Amen. Na Yesu hapa alikuwa anataka kumuoneshea tofauti ya maji anayoyateka mwanamke Msamaria na tofauti ya maji ambayo atayapata kwa Yesu Kristo. Amen. Na akamwambia kwamba maji haya unayoyachota wewe, mtu yoyote akiyanywa ataona kiu, kwa sababu atakunywa kwa kipindi kile, yatakata kiu yake, lakini baadaye atayahitaji tena yale maji. Amen. Kwa ni maji ambayo hayatakata kiu yake milele, ataendelea kuyanywa mara kwa mara, na ndio maana kama amesema ataona kiu tena. Amen. Lakini Yesu akataka kumtofautishia aina ya maji ambayo yeye Yesu Kristo atayatoa kwa mtu ambaye atakubali kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa maana ya kwamba atakiri na kumfuata yeye, kwamba mtu huyu akiamua kumfuata Yesu na kukiri ya kwamba ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hataona kiu milele, kwa sababu tayari uzima utakuwa ndani yake. Amen. Na chemchemu itakuwa ndani yake ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Amen. Ambaye hata pungua bali atazidi kuachilia nguvu ndani yake na asione kiu tena. Amen. Kuna aina mbili za kiu. Kuna aina mbili za kiu. Kiu ya kwanza ni kiu ya mwili, lakini na kiu ya pili ni kiu ya roho. Kiu ya mwili, hii ni tamaa ya mambo ya nje. Amen. Ama kiu ya mambo ya nje yanayoonekana. Amen. Kama mali, kuwa na pesa, kuwa na umaarufu, let's say, kupenda anasa, hivi vyote bado ni kiu. Amen. Kuwa na mahusiano, kiu ya starehe, hivi vyote ni vya mwilini. Amen. Ambavyo vitu hivi kama vitafuata mfumo wa kimungu havina shida kabisa. Kama utapata pesa kwa uhalali, kama utakuwa na mahusiano, utafanya starehe, lakini ile ya kiuhalali, havina shida mbele za Mungu. Amen. Lakini vile ambavyo vina tatizo ni vile ambavyo viko nje ya mfumo wa kimungu. Amen. Hivi ni hatari sana kwa maisha yako ya kiroho. Haleluya. Fungua nami katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2
mstari wa 15 mpaka 17. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Hapa tunaongelea kwa swala la mfumo. Kwa mtu ambaye ataipenda dunia akiwa nje ya mfumo wa kimbingu. Amen. Mstari wa 16 nasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Amen. Na mstari wa 17 unasema, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Mapenzi ya dunia huisha. Amen. Lakini mapenzi ya Mungu yanadumu milele. Amen. Utapata hivi vyote katika hali ya kidunia, lakini vina mwisho wake. Utatimiza haja ya moyo wako kwa maana ya kiu, lakini vina mwisho wake. Amen. Lakini mapenzi ya Mungu Baba huwa yanadumu milele, ambao yamo ndani ya mfumo wa kimbingu. Amen. Kiu ya pili ambayo ni kiu ya roho, kwa maana ya kwamba vyatoka kwa Mungu. Ni hamu ya kumjua Mungu zaidi, kuishi maisha ya utakatifu, kuenenda katika mapenzi yake na kuwa karibu na yeye. Amen. Ni hamu ya kumjua Mungu zaidi, kuishi maisha ya utakatifu, kuenenda katika mapenzi yake na kuwa karibu na yeye. Utafungua katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 6. Inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Amen. Kiu ya haki. Kiu yao imo ndani ya mfumo. Amen. Haipo nje ya mfumo. Amen. Haipo nje ya nini? Ya mfumo. Na ahadi ya mbingu inasemaje? Watashibishwa. Haleluya. Basi ninaomba andika hizi pointi zisikose kwenye notebook yako. Matokeo ya kiu ya kweli kwa Mungu. Kwa maana hii, unapokuwa na kiu ya kweli kwa Mungu, namba 1, hujenga uhusiano na Mungu. Mungu huchunguza nini? Huchunguza nini? Ili ajue nini? Amen. Kwa tunapokuwa tunajenga mahusiano na Mungu, tunapokuwa tuna kiu ndani yetu, amen, tunajenga uhusiano na Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa ameshachunguza nini? Mioyo, ili kuzijua nini? Nia ndani yetu. Amen. Fungua katika kitabu cha Yeremia sura 29 na mstari wa 13. Inasema hivi, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtaponitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Hapo inazunguziwa kwa habari ya kiu. Amen. Kwa moyo wenu wote. Hiyo ni nini? Ni kiu. Amen. Kwa Mungu tutamwona pale ambapo tutaweka kiu ya kweli.
Amen. Na sisi tutamuona. Hallelujah. Point namba 2, andika, matokeo ya kiu ya kweli kwa Mungu ni kubadilishwa tabia na maisha. Watu wenye kiu ya Mungu hubadilika kwa roho, tabia na mwenendo wao. Mtu mwenye kiu ya Mungu huwa tayari kubadilisha mwenendo wa maisha yake, kubadilisha tabia za maisha yake, kubadilisha lifestyle, kubadilisha chochote kile ambacho wanaona kilikuwa kwake ni chukizo mbele za Bwana. Huyo anaitwa ni mtu mwenye kiu ya Mungu. Amen. Mara nyingi watu hawa huwa wanapenda kujiepusha na dhambi. Amen. Wasirudi walikotoka, wanatamani kujifunza neno, wanatamani kuwa karibu na waliosimama, wanapenda kusamehe na kutumika. Warumi sura ya 12 mstari wa 2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Pointi ya 3 ni uvuvio kwa wengine. Mtu mwenye kiu ya Mungu mara nyingi anakuwa ndiye tochi ya kiroho. Amen. Na watu wengi huona kama nuru ndani yao na kumtamani na kutamani kumfuata Mungu kwa sababu ya maisha yake. Amen. Mtu mwenye kiu ya Mungu huwa ndiyo tochi ya kiroho. Watu wengi humwangalia kama mfano, na watu wengi hubadilika kwa kumtazama yeye. Amen. Na watu wengi humfuata Mungu kwa namna yeye ametumika kuwa kama tochi. Andika hivi, jinsi ya kuchagua kiu yako iwe kwa Mungu. Namba 1, tumia muda wako mwingi katika neno la Mungu. Hiyo inakufanya uwe na kiu na Mungu. Kwa kusoma neno la Mungu kwa wingi, linakufanya uwe na kiu. Kiu inaumbika ndani yako zaidi. Haleluya. Lakini pia kuwa na tafakari za mara kwa mara juu ya Mungu, juu ya uweza, juu ya nguvu zake, juu ya matendo yote makuu anayoyafanya. Hayo yote yanakufanya uzidi kuwa na kiu na Mungu. Amen. Utaandika Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Inasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Hallelujah. Point namba 2. Omba kwa bidii na kwa uaminifu. Hii ni point inayotoka katika kichwa kinachosema jinsi ya kuchagua kiu yako iwe kwa Mungu. Omba bila kukoma, funga. Amen. Jinyime mambo ya dunia na kumwelekea Mungu. Sawa? Na omba zaidi Mungu akupe kiu ya kiroho zaidi. Sawa?
utaandika katika kitabu cha Luka sura ya 11 na mstari wa 13, nayo inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnayajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wao wamuombao? Amen. Hallelujah. Pointi ya 3. Jinsi ya kuchagua kiu yako iwe kwa Mungu. Pointi ya 3 nasema, jiweke katika mazingira yanayokuza kiu ya Mungu kwa kuhudhuria ibada na vikundi mbalimbali vya kujifunza mambo ya Mungu. Jihusishe na watu wanaompenda Mungu. Epuka mazingira ya dhambi na majaribu. Amen. Yaepuke sana. Point namba 4, itoa nafsi yako kwa utumishi. Jinsi ya kuchagua kiu yako iwe na Mungu. Point namba 4, itoe nafsi yako kwa utumishi. Mara nyingi Mungu huchochea kiu ya kiroho kwa wale wote ambao wanamtumikia. Amen. Kwa hakikisha unaitoa nafsi yako kwa ajili ya utumishi. Amen. Kwa kumalizia, tukirudi katika ile story ya mwanamke Msamaria kwa habari ya kiu, alipokuwa pale kisimani akizungumza na Yesu Kristo, na Yesu alimfunulia kwamba alikuwa na wanaume 5, hata huyu aliyenaye sasa si wake, kwa maana alikuwa na wanaume wangapi? 6. Amen. Lakini alipata kufundishwa na akaona kwamba kumbe kiu ya kidunia haiwezi kuleta majibu. Amen. Ila kiu ya kimungu zaidi inaleta majibu. Amen. Nikuulize sasa wewe, kiu yako ipo katika mambo gani? Tuna kiu ya mambo ya Mungu? Mioyo yetu kweli ina kiu kama ayala? Ni nafsi zetu zina kiu kwa namna hiyo? Amen. Mungu anatamani tuwe na kiu kama ayala. Anatamani tuone kiu yetu kwake kama ambavyo ayala alivyo na kiu ya maji ya mara kwa mara. Wengi wetu tupo mahali hapa tuna kiu na Mungu kwa sababu tuna uhitaji wa maisha yetu tu ya kidunia. Kwamba nipo hapa kwa sababu ninamuomba Mungu, nimeshajaribu huko kote, nimesikia kwamba kwa Mungu anatoa. Kwa ninakuja kwa Mungu kwa sababu kiu yangu niweze kupata kitu fulani. Amen. Na hicho kitu nikisha kipata, basi ninaondoka. Amen. Hatuna ile kiu ambayo ndio Mungu anaizungumzia sisi kuwa na kiu na yeye. Tuone watu ambao wana kiu na Mungu, ambao hawasubiri wapigiwa simu au watumiwe message kwamba leo kuna seli, Jumamosi kuna seli, ndio waje kwenye ibada. Tukae tujitafakari, ni kweli tuna kiu na Mungu? Kama ili uje kanisani ni mpaka baba akuite, ni mpaka utumiwe message uambiwe mbona na siku kadhaa sijakuona kwenye ibada, ndio tunakuona wapi? Upo kanisani. Una kiu kweli na Mungu ndani yako? Kanisa hili nilikuwa naangalia report juzi, naambia kuna seli fulani ambayo haikufanya kabisa usafi. Ni kweli tuna kiu na Mungu kwa namna hiyo? Ni kweli kwenye nyumba zetu sisi hatufanye usafi?
Lakini kwa nini kwenye nyumba ya Mungu hatuna kiu na kuona kwamba hii ni nyumba ya Mungu Baba yetu ambayo tunawajibika kama watoto na tunatakiwa tufanye usafi? Je, sisi kiu zetu zipo kwa ajili ya tamaa za dunia hii? Kwamba tuna kiu, tupo hapa kwa sababu tunataka Mungu atufanyie ya kwetu tu. Mimi nilikuwa ninaumwa hapa, ninachokihitaji kwa Mungu, nipo radhi kuja kila siku, lakini nahitaji uponyaji. Mungu ataponiponya tu, basi mimi na yeye mkataba umefanya nini? Umeisha. Ndio kiu zetu mbele za Mungu leo. Tungekuwa kweli tuna kiu na Mungu, tungekuwa tunaona watu hapa wamefurika masaa yote. Hatusikii wa viongozi wakilalamika juu ya mambo kadha waumini. Lakini waumini wa leo ama Wakristo wa leo ni watu ambao wapo kwa Mungu kwa sababu ya kiu zao binafsi. Ninakuja kwa Mungu kwa sababu nina hitaji langu mimi ya Mungu. Pale luku imeisha, sio kazi yangu. Nikiona hapa pachafu, si kazi yangu. Mimi ninahitaji vya Mungu tu. Na hizo ndio kiu tulizonazo Wakristo wa leo. Mkristo wa leo kiu yake hataki habari ya kusifu wala kuabudu. Mimi nasubiri kile kipindi cha maombi na ndo kiu yake. Hana kiu ya mambo mengineyo. Lakini Mungu anasema huchunguza moyo ili aijue nini? Nia. Amen. Kwa Mungu, tukumbuke Mungu ndo Mungu aliyetuumba. Anatujua. Kabla hatujawaza, ameshajua ni kitu gani tunachoenda kukifikiria kukiwaza. Mungu anajua unachokifikiria na unachokihitaji. Na anajua chochote ambacho utakihitaji utaenda kukifanyia kwa matumizi gani. Mungu ana uwezo wa kukupa vitu hivyo vyote. Ila anahitaji kiu itojenga mahusiano yako wewe na yeye. Kwamba atapokubariki gari, mahusiano yatabaki pale pale. Atapokubariki nyumba, mahusiano yatabaki pale pale. Atapotimiza kiu yako uliyokuwa nayo, mahusiano yatabaki pale pale. Amen. Wakristo wengi hatupati kwa sababu kiu zetu tumezielekeza kwa ajili ya mambo ya kidunia. Amen. Kwamba ninataka kupata kitu fulani kwa ajili yangu tu, watu fulani wanione tu. Lakini kitu hicho hakimpi Mungu utukufu, wala hakimpi Mungu jina wala sifa yoyote. Amen. Ndio Wakristo wengi tuliojaa kwenye makanisa. Tungekuwa kweli tuna kiu ya Mungu ndani yetu, tusingeona viongozi wanavyolalamika usafi, sijui watu hawajiseli. Yaani kwa nini wewe mtu mwenye kiu ya Mungu uhimizwe kwa habari ya seli? Kwa nini wewe mwenye kiu ya Mungu uhimizwe kwa habari ya morning glory? Just imagine, wanawekwa zile prayer points zimefika 11, 12. 12 unakuta watu wanajijua na hawaji. Amen. Haji. Mtu anapangwa kwa ajili yake mwenyewe, haji. Amen. Hana kiu ndani yake ya mambo ya Mungu. Hana kiu. Kweli kabisa, asilimia kubwa ya Ukristo hatuna kiu na Mungu ndani yetu. Hatuna kiu. Baba mara nyingi anatoa mfano kwamba leo hii mkiambiwa kwamba mmewekewa mamilioni ya pesa
kwenye akaunti, je, ni wangapi watabaki? Tunaona kwamba ni asilimia chache ambao kweli watakuwa na kiu ya Mungu, wataosema nitaenda baadaye. Lakini kwa kuwa wengi wetu tuko mahali hapa kwa ajili ya Mungu atimize haja za mioyo yetu, sisi hatuna haja na ya kwake. Yeye anapambana tuwe na mahusiano na yeye, na ndio maana alimleta Yesu Kristo ili atengeneze mahusiano na sisi. Lakini kiuhalisia sisi yale mahusiano hatuyataki, sisi tunavitaka vya Mungu. Mimi nahitaji tu Mungu anipe gari, anipe nyumba, anipe mke mume mzuri, ndio vitu ninavyohitaji. Lakini yeye Mungu na ratiba zake na protokoli zake na mifumo yake, mimi sihitaji. Unajiweka kwenye nafasi kama mzazi, unaona kuna mtoto ambaye anakutumia. Hakupendi, ila anataka vya nini? Vya kwako tu. Anapambana kuwa na mahusiano na wewe. Mtoto hataki mahusiano, ila anataka na nini? Anataka vya baba. Haleluya. Haleluya. Na ndivyo tulivyo. Una kiu na mambo ya Mungu kweli? Kuna kipindi baba akawa anasema kuna watu hapa wana ujuzi wa mambo mbalimbali, ila kwa kuwa kiu ya Mungu haipo ndani yake, anasubiri mpaka mambo yaharibike ndio baadaye aje aseme mimi naweza. Hauna kiu na Mungu wewe. Mtu mwenye kiu ya Mungu hatataka jambo la Mungu liharibike. Mtu mwenye kiu ya Mungu anaona jambo la Mungu ni la baba yake. Amen. Mtu mwenye kiu ya Mungu atapaona kwamba kuna chupa, kuna karatasi hapa, ataokota kwa sababu anajua hapa ni kwa baba. Utasubiria mkuu wa idara sio ya mazingira ndio aje aokote chupa. Hapa ni kwa baba yako. Kwa nini uje usogezewe kiti? Kwa nini usubiri mpaka hivi vitu vifuliwe na watu fulani? Wewe unawajibika kwa nafasi gani kwenye mbingu? Wewe umekuja kupokea tu, ila kujishughulisha kwenye nyumba ya Mungu, kuna watu si sehemu yako. Amen. Kiu yako umeiwekeza wapi? Kiu yako umeiwekeza wapi? Hatupati, hatuponi, kwa sababu Mungu anajua hata akitupa tunaenda kuvitumia kwa tamaa zetu wenyewe. Kwa nini Mungu akupe afu ukatumia kwa tamaa zako mwenyewe? Nia ndio inayotoa majibu. Amen. Nia ndio inayotoa majibu. Kiu yako kwa Mungu ndio inayotoa majibu ya kweli. Jana alikuwa ananisimulia kijana wangu ule Bichibuye, ni tukio ambalo nadhani sije niliona kwenye mtandao. Akaniambia, mama, kuna tukio nimeliona kwenye mtandao, umekutana nalo? Nikamwambia, hebu nielezee. Kwa bahati mbaya sikuliona. Akaniambia kwamba kulikuwa kuna foleni sehemu fulani, sijajua ni mitaa gani. Na kulikuwa kuna jamaa mmoja ana gari kali, akanaelezea kali kweli. Akaniambia na kukaa nadhani muda wa ni Muislamu. Muda wa unaitwa kusali, si kuswali, uko umefika. Yule jamaa akaitazama foleni. Akasema, hii foleni itaenda kinyume na muda wake ambao umefika. Nasikia yule jamaa alikuwa anarekodiwa kabisa.
akatoa gari kwenye foleni, akaenda akalipaki pembeni, akaanza kukimbia kuelekea msikitini. Kiu. Leo sisi tunaweza? Ni story nzuri sana, ingani ya upande wa pili, lakini ilinifundisha kitu. Akaweka gari yake pembeni, akakimbia, anawahi huko anakoelekea. Na baada ya muda akarejea. Amen. Kiu. Je, sisi tupo tayari kuacha magari yetu? Tunaona wenzetu walivyo na shinikizo la kiu ya Mungu wao wanaomwabudu. Hawataki mizaa. Lakini sisi tupo radhi tukuta hata kipindi cha baba ndo anasema na sasa natoa baraka za wiki. It's okay, ila gari nimekuja nalo. Lakini tunaona vile ambavyo wenzetu wanatufundisha kuwa na mahusiano na Mungu. Ingawa Mungu wao wanaomwabudu si wa kwetu sisi, lakini wanatufundisha ni kwa namna gani wanamwabudu Mungu wao kwa kiu na kumheshimu sana. Hii kitu ilinigusa sana. Sana. Nikaa najiuliza, sisi tunaweza? Ndani yetu tuna hizo kiu kweli? Tuko nje ya muda. Ibada inaanza saa 1, bora nije saa 4. Yaani huna sababu yoyote ambayo wewe inakufanya ufike saa 4. Lakini umeamua tu. Lakini kwenye harusi tukiambiwa kwamba inaanza saa 2, saa 1, saa 12 umeshafika. Ila ibada upo radhi uchelewe kwa sababu kuna vipengele fulani kwako si kiu yako. Unaona sifa sio kiu yangu. Hata bendi yenyewe wale wanaimbaga vibaya. Sijasema nyinyi. Ndoweza kama mtu anajisemea hivyo. Hafiki on time. Kuabudu muda wote tumenyosha mikono. Mimi nataka kipindi kile ambacho baba anaombea. Haya mambo mengine mimi sina haja nayo. Na ndio uhalisia. Tukiangalia hapa tulivyoanza kusifu tulikuwa watu wangapi? Mpaka hata watu 10 hawafiki. Lakini hakuna yeyote ambaye hajui kama ibada inaanza saa 10. Hayupo. Yaani na wenyewe wanaingia kama mchungaji anavyoingia. Na basi tu tutaweka na sisi protocol. Si unajua rais akishaingia hataki kuingia mtu mwingine. Itabidi tutengeneze hizo protocol. Yaani wenyewe wanaingia, si ndio wachungaji wasaidizi? Na wenyewe wanaingia kwa time wanaojisikia. Mtu hajuti, haumii ndani yake kwamba kuna kipengele 1, 2, 3 nimekikosa. Hajui hata kanisa linaendeleaje, kwenye matangazo kuna nini. Sababu umeshatangaza kule ni kiongozi, hujijui. Unakuja unaona na wala huna hukumu ndani yako. Kiu. Amen. Kiu ya Mungu kiumbika ndani yako. Saa 9:30 umeshakimbia. Kwa sababu hutaki kukosa chochote kinachoanza katika muda wa makubaliano. Amen. Muda wa agano. Sisi HVC inapofika saa 5, Jumatano, saa 10 ni muda wetu wa agano. Amen. Sasa upo nje ya muda wa agano. Hakikisha saa 10 kamili ibada inapoanza, wahi ibadani. Amen. Acha kuichukulia ibada kimazoea sana. Watu wengi tunazichukulia ibada kimazoea, tumezizoea. Mungu hazoeliki kiasi hicho.
Yani tumemzoea Mungu, tumeona kama naye ni shosti, ni rafiki, yani hivyo, hatuna hofu. Hapana, Mungu ni wa kuogopwa. Ratiba hizi zinazowekwa, mnaweza mkaona zimewekwa kibinadamu, lakini ni maelekezo ya mbingu mwenyewe, na ni muda wetu wa agano na Mungu mwenyewe. Amen. Kwa tujitahidi tutembee katika muda wa agano. Muda wetu wa agano ni saa 10 siku ya Jumatano. Muda wetu wa agano siku ya Jumapili ni saa 1. Fika kwenye muda wa agano. Utakutana na malaika hapa. Amen. Unapishana na mambo mengi sana na protocol nyingi sana za kimbingu. Wakati wenzako tumevishwa mataji hapo, malaika wametupokea, wameshatupea mahagi manini. Muda ukifika saa 1 ameshaondoka. Wewe unaingia empty tu. Unaona sasa tuna nuru, tuna furaha. Unaona uko shangaa wenzio wote. Mbona hao wanacheza? Hao mbona wanarukaruka? Hao mbona wanafanya nini? Wewe umepishana, upo nje ya agano. Amen. Kiu. Sijatoka hapo. Kiu inakufanya uwe katika muda sahihi, ratiba sahihi, kwamba hakuna jambo lolote la mbingu ambalo wewe utalimisi. Amen. Ninatarajia kuanzia juma ngapi tuna ibada? Ijumaa, praise and worship. Yani mtu haoni shida kabisa kwamba anatakiwa kukimbia na kuiwahi ibada. Kiu ikipungua, kila ratiba utaiona ni ya kawaida. Ikupite sikupite, unaona kawaida tu. Yani huoni kama umepungukiwa, hauoni kama wewe umepishana, unaona ni kawaida tu, kwa sababu kiu haipo ndani yako. Amen. Kwa muombe Mungu uwe na kiu ndani yako. Usiwe na kiu ya mambo yako tu ya kidunia, ndio yaliyojaa ndani yako. Ndio maana hata mambo ya Mungu kiu zake hamna nafasi. Yako full. Una kiu ya ndoa, una kiu mengi. Yote yamerundikana. Kwa Mungu hayana nafasi. Toa hayo ya kidunia, weka ya Mungu. Amen. Maandiko yanasemaje? Utafuteni kwanza, mengine ni nini? Hayo mazidisho weka pembeni. Jaza ya ufalme. Amen. Jaza ya ufalme. Haleluya. Tusisumbukie ya dunia hii. Amen. Ni ya kupita. Ila ya Mungu ni ya umilele. Amen. Unapotengeneza ama kujenga kiu yako na Mungu, ni ya umilele. Amen. Kila utachokihitaji utakipata katika hali ya haki na ya kweli. Amen. Kwa sababu chimbuko na kiu ni ya Mungu kwanza. Haleluya. Bwana wabariki sana.